Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna muda ambao unatolewa kwa Mungu ambao unapita bure na unaenda bure. Ikiwa kama wale ambao wameamua kutoa huo muda wao kwa Mungu watakuwa serious na huyu Mungu. Na hivyo asubuhi ya leo tulikuwa na somo ambalo tulilianza ambalo lilikuwa linaonesha mifano ya ufalme wa mbinguni, na tukasoma mfano mmoja, mfano wa mpanzi aliyetoka kwenda kupanda, na tukaona ya kwamba mpanzi huyo ni Yesu ambaye amekuja kupanda mbegu ya ukweli wa neno la Mungu. Amekuja kupanda mbegu ya ukweli wa neno la Mungu ili kuchukua nafasi ya mbegu ya uongo ya shetani ambayo imeendelea kutawala katika maisha ya wanadamu na kuwaweka katika vifungo mbalimbali na kuwafanya wasijue ni makusudi gani ambayo Mungu anayo kwa ajili yao wawapo hapa duniani. Na hivyo tukaangalia katika kwamba hizi mbegu ziliangukia katika maeneo tofauti tofauti. Kuna mbegu ya kwanza ambayo iliangukia mahali pa njia, anasema ndege wakaja wakaichukua. Lakini tukaangalia pia kuna mbegu nyingine ambazo ilidondokea mahali ambapo kulikuwa penye miamba, na ilipodondokea pale haikuweza kukua kwa sababu ilikuwa haina mizizi. Lakini mahali au sehemu ya tatu ni katika Mathayo sura ya 13 mstari wa 7. Biblia inasema hivi, nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Mstari wa 8, nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 60, 30. Na katika kuelezea maana ya mifano hiyo miwili katika mstari ule wa 22, Biblia anasema hivi, naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa halizai. Naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikia lile neno na kuelewa nalo, naye ndiye azae matunda, huyu 100, na huyu 60, na huyu 30. Na hivyo tutaenda kuangalia nini maana ya maneno haya kwa sehemu hizi mbili. Maana za kwanza tulizimaliza asubuhi. Tuombe. Baba wa mbinguni, watu wakakuone wewe, na wanapokuona wewe Mungu, unafahamu ni nini hitaji la kila mmoja aliyeko hapa, na hivyo inatosha, wakikuona wewe inatosha kwao kuhudumiwa. Na hivyo utuhudumie sawa sawa na neno lako hili katika jina la Yesu Kristo, amen. Penye miiba ni tofauti na penye miamba. Ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 14, naye anaelezea mfano huu. Maana niliwaambia kwamba injili 3 ambazo zimerekodi matukio kwa pamoja ni Marko, Luka na Mathayo. Kwa hiyo katika Marko naye kaandika na Luka naye pia vile vile kaandika. Kwa hiyo penye miiba ni tofauti na pale penye miamba. Maana tuliona kwamba kadiri hizi mbegu ilipokuwa inaanguka mahali ambapo njiani, ni wale watu ambao walikuwa walisikia tu neno, alafu kwa sababu hawakuelewa wala hawakutilia maanani, Ibilisi alikuja akalichukua lile neno ambalo lilikuwa ndani yao, ambao bado walikuwa hawalielewi na wala walilipuuzia. Na tunaona hawa watu hawakudumu sana katika neno. Lakini tulipokuja kwa wale ambao walianguka mahali penye miamba, hawa kidogo walikaa, au wanaonekana kidogo wanakaa, kwamba hawa kidogo waliota, walichipua, lakini kitu ambacho walikikosa ni kwamba walikosa ushirikiano au kufungamana vizuri na Mungu, kwamba mizizi yao haikuweza kufika mahali chini kwenye ardhi kule, kwenye mahali ambapo itapata virutubisho. Maana pale ni mahali ambapo kuna mawe, mahali pa mawe. Kwa hiyo mzizi hauwezi ukapata mahitaji yake, maana hata ni vigumu kwa mzizi kuweza kupita na kutembea na kuzama chini
mahali penye miamba. Kwa hiyo hawa kidogo na wenyewe walikuwa ni wako vizuri at least kuzidi wale wa kwanza. Lakini hawa watatu ambao ni wenyewe mbegu ilianguka kwenye miiba, na wenyewe ni wako tofauti, wana hali fulani nzuri kuliko wale wengine wawili. Maana Biblia inatuambia katika Luka sura ya 8 mstari wa 14 ya kwamba na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao usongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasivishe lolote. Kwamba hawa wamefikia kiwango cha kuivisha, lakini wanapofikia kiwango cha kuivisha, anasema kwamba shughuli za maisha na mali na anasa zinasonga kiasi kwamba hawawezi kuivisha. Kwa hiyo hii ndiyo mbegu ambayo ilianguka kwenye miiba. Na mstari wa Marko sura ya 4 unatupatia vizuri, ameweka mambo mambo matatu. Marko sura ya 4 mstari wa 18 mpaka wa 19. Anasema, na hawa ndio wale wapandao penye miiba, ni watu walisikiao lile neno, na shughuli za dunia jambo la kwanza, na udanganyifu wa mali jambo la pili, na tamaa za mambo mengine jambo la tatu. Kwa hiyo tukiunganisha na Luka tunapata kama mambo manne. Jambo la kwanza ni shughuli za dunia, jambo la pili ni udanganyifu wa mali, na jambo la tatu ni tamaa za mambo mengine, na jambo la nne ni anasa. Kwa hiyo hizi ndizo ambazo zinazuia matunda ya Roho kufikia ukamilifu. Maana kusudi la Mungu ni sisi tuzae matunda. Ndio maana Yesu akasema kwamba tawi lolote lisilozaa linatupwa. Kwa hiyo Mungu kutuita sisi, lengo ni sisi tuzae matunda. Lakini hawa watu ambao wenyewe wanalisikia neno, alafu shughuli za maisha, udanganyifu wa mali, anasa na tamaa za mambo mengine zinafanya matunda ya Roho yasifikie ukamilifu ule ambao Mungu anatamani uweze kufikia. Kwa hiyo hizi ndo kama miiba ambayo inazuia mbegu ile isiweze kuzaa matunda. Na hivyo Yesu kwa kusema hivyo anaonesha jambo hili ambalo inabidi uelewe, ya kwamba hawa watu ambao ni watu ambao haya mambo yanawakumba baada ya kumwamini Kristo, hawa ni watu ambao wanasahau jambo hili. Wanasahau ya kwamba baada ya kuhesabiwa haki kuna hatua nyingine, hatua ya kutakaswa. Kwa sababu katika wokovu tuna hatua tatu. Kwenye wokovu tuna hatua tatu. Hatua ya kwanza ni kuhesabiwa haki, na hiyo tunahesabiwa haki ya Kristo. Tunavaa haki ya Kristo, kwamba tunachukua faida ya Kristo ndo inakuwa ya kwetu. Kwa tunahesabiwa haki bure, pasipo chochote kutoka kwetu ambacho kinatustahilisha kuhesabiwa haki, bali ni imani kama mkono wa kupokea hiyo haki ya Kristo. Kwa hiyo baada ya watu wanapomwamini Mungu, tunapokuwa tukimwamini Kristo, tunahesabiwa haki bure. Lakini baada ya hapo kuhesabiwa haki, hatua ya pili katika wokovu ni kwamba kutakaswa. Kutakaswa ikiwa na maana ya kwamba kupewa nguvu za kuendelea kuishinda dhambi, kupewa nguvu za kuendelea kushinda mielekeo miovu ambayo bado imo ndani yetu, ambayo hiyo haiwezi kumalizika wala kuondoka mpaka pale ambapo hatua ya tatu itakapofika. Na hatua ya tatu ni hatua ya utukufu, tunaita glorification. Maana yake ndio maana Wakorintho wanasema kwamba Yesu atakapokuja, huu mwili wa kuharibika utavaa mwili gani? Wa kutokuharibika. Ya kwamba as long as bado tuko duniani tunao mwili wa kuharibika, kwamba mwili ambao utakuwa hata kama umeokolewa bado ndani yako kutakuwa na hali ya uovu, kwamba sisi hapa sote hapa tuna hali ya uovu ndani yetu, kwamba kwa asili sisi ni waovu, tuna hali ya uovu ndani yetu.
Tuna miili ya kuharibika, miili ambayo inafikwa na mauti, lakini miili ambayo bado ina mielekeo ya asili ya kukimbilia uovu. Na hii haiwezi hali hii kuondoka mpaka pale ambapo Yesu atakapokuja akabadilisha umwili ambao umeharibiwa kwa dhambi, umwili ambao unafikwa na mauti, kutupatia mwili wa utukufu ambao hauna dhambi, hauna asili ya dhambi, na wala haufikwi na mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuhesabiwa haki. Maana yake tunafutiwa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, kwamba kwa sababu tumehesabiwa haki, kifo cha Kristo kinatustahilisha sisi, kwamba ile adhabu ya dhambi kwamba ni mauti. Mauti sisi hatunayo, lakini wakati tukiwa na hiyo hali, kuna mchakato ambao unafanyika kila siku. Huo ni mchakato ambao kila siku unafanyika. Mchakato, hatua ya pili ya wokovu, kutakaswa, utakaso. Kwa hiyo hawa watu ni wale wa Kristo ambao wakishahesabiwa haki wanasahau ya kwamba wanahitaji muda na Mungu, wanahitaji kupalilia moyo wao ili neema ya Mungu iwawezeshe kuweza kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi, kwa sababu dhambi usipoishinda itakushinda. Na unajua hapa kitu ambacho inabidi uelewe ni kwamba hawa watu ni watu ambao miiba, tumeona hizi shughuli za maisha na udanganyifu wa mali na anasa zinawasumbua. Hawa watu hii miiba inabidi ipaliliwe. Maana yake ipaliliwe ikiwa na maana waruhusu neema ya Mungu iwabadilishe. Kwa sababu gani? Unajua miiba inakuwa hata usipoipanda. Magugu yanakuwa hata usipoyapanda. Si ni kweli jamani? Magugu yanakuwa, yani ile mimea ambayo tuhitaji, tukishapanda mahindi bado tutahitaji kupalilia, kwa sababu ile kuna mimea imeota pale ambayo hatukuipanda wala ile imeota. Ikiwa na maana ya kwamba katika maisha yetu inabidi uelewe jambo hili ya kwamba tabia mbaya ni rahisi sana kutengenezeka na ni rahisi kuondoka kuliko namna ambavyo mtu anaweza akatengeneza tabia njema. Nilifundisha somo hili pale Pwani, tulikuwa tunajifunza kuhusu dhambi ya asili. Neno dhambi ya asili, tukasoma nukuu ya Ellen White moja, anasema kwamba yani ni rahisi, shetani anafahamu hili, yani kwa sisi wanadamu tulivyo, ni rahisi kwetu sisi kutengeneza tabia ovu na mbaya kuliko tabia njema. Na anafahamu ya kwamba ni vigumu tabia mbaya kuondoka tofauti na tabia njema. Yani tabia njema ni rahisi, yani ni rahisi kuondoka kabisa na wanadamu kuziacha, kwa sababu ya hali tulizonazo baada ya dhambi kuingia. Kwa hiyo neema au kitu ambacho Yesu anatufundisha hapa ni kwamba hata kama umeokolewa, hata kama umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, usije ukasahau ya kwamba kuna mchakato wa pili, kutakaswa. Na hilo ni jambo ambalo kila siku inabidi lifanyike, ya kwamba kila siku ni lazima uyape maisha yako nafasi ya Mungu kupitia neema yake kufanya kazi ndani yako, na hapo ndipo ambapo utakuwa salama. Hapo ndipo ambapo shughuli za dunia hazitokuteka, anasa za ulimwengu hazitokusonga, udanganyifu wa mali hautokusonga hata kidogo, ikiwa utaruhusu neema ya Mungu iweze kufanya kazi ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Yesu anatuambia jambo hili ya kwamba tunaweza tukawa tumeikiri Injili, lakini kama hatutakaswi, kukiri kwetu Injili ni kazi bure. Kama haturuhusu nafasi ya Mungu kututakasa, itakuwa ni bure, maana hatuwezi kufika. Maana haya ambayo ni miiba ina nguvu kweli kweli, na sisi wanadamu ni rahisi kufata. Yaani ukiweka hapo anasa na wema, mwanadamu yoyote bila uwezo wa Mungu atakimbilia kwenye anasa. Yaani mwanadamu ukiweka hapo Mungu alafu ukaweka hapa shetani, sema shetani tunamcholaga vibaya, tunaona kama yuko vile, hayuko vile, hatishi, yuko vizuri.
Ukiweka hapo Mungu ukamweka shetani hapa, yaani mwanadamu asipowezeshwa na roho wa Mungu hawezi kwenda kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua sisi kumwamini Mungu si kwamba yani kwamba nilifanya kwa uwezo wetu. Yaani si kwa uwezo wetu sisi tumemfuata Mungu, ila ni kwa sababu tuliwezeshwa na Mungu tukamfuata yeye. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi uelewe hiyo, usije ukazani ya kwamba mimi niliamini kwa sababu ya uwezo wangu, nilimfuata Yesu kwa sababu hakuna mtu, Yesu alisema hakuna mtu anayeweza kuja kwangu isipokuwa amevutwa na nani? Na Baba. Hakuna mtu ambaye anaweza kumfuata Mungu isipokuwa Mungu amemvuta. Ila shetani hata asipokuita utaenda tu kwenye matendo yake. Na hivyo hili linatuambia jambo la msingi ya kwamba Mungu anatamani ya kwamba atukamilishe kupitia kutakaswa. Na hivyo katika maisha yako hakikisha unaweka nafasi ya Mungu kutakasa maisha yako. Marko sura ya 4 inatuambia hivyo kwamba shughuli za dunia. Na unajua shughuli za dunia, unajua hakuna mtu ambaye hajaribiwi kwenye shughuli za dunia. Hakuna mtu ambaye hajaribiwi. Yaani si kwa walio na mali kidogo na wala si kwa wale ambao wenye mali nyingi. Yaani kwa masikini na kwa tajiri wote wanakumbana na majaribu kuhusu shughuli za dunia. Kwa masikini anakutana na jaribu la ukosefu na hofu ya njaa. Lakini kwa tajiri yeye anakutana na hofu ya kupoteza mali. Kwamba hizi mali nilizonazo inabidi nifanyavyo zisipungue bali ziendelee kuongezeka. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ili jaribu alimpati. Lakini shida inakuja ni kwamba watu wengi tunasahau kwamba hizi hofu zinapokuja au haya majaribu kuhusu shughuli za dunia zinapokuja, maana unajua haya yote ambayo yanatukumba, haya yote ambayo kuna mengine ambayo kwa nature yake sio mabaya. Shughuli za dunia sio mbaya. Mungu ametuamuru tufanye kazi, na sifanye kazi na asifanyeje? Asile. Kwa hiyo shughuli za dunia sio mbaya, ila shida ni kwamba pale zinapochukua nafasi ya Mungu, pale ambapo zinatufanya sisi, zinapokuwa tumepata majaribu yake, badala ya kwenda kwa Mungu kuvutwa zaidi kumkaribia Kristo, ndivyo ambavyo zinatutoa. Yaani badala hizo shughuli hauhofu za maisha ziweze kutufanya sisi tumkaribie Kristo zaidi, zinatufanya ndo kwanza tuende mbali na yeye. Hapo ndipo shida inapoanzia. Na ni kwa sababu tunasahau ya kwamba Mungu aliwahi kusema Yesu katika Mathayo sura ya 6 akawaambia ya kwamba msisumbukie mle nini au mvae nini au mnywe nini, kwa sababu akawaambia tazameni ndege wa angani, hawavuni, hawapandi wala wakusanyi ghalani, lakini Baba wa mbinguni anawalinda. Je, hatuzidi kuwafanyia nini? Na akamwambia tena kwamba tazameni maua ya kondeni yanavyomea. Anasema pamoja na Suleimani pamoja na fahari yake yote hakuweza kuvikwa sawa na hayo maua. Alafu anasema, je, Mungu hatuzidi kufanya kwenu henyi wenye imani haba? Ikiwa na maana Mungu anafahamu, na hivyo akamwambia kwamba Mungu anafahamu, anakuambia kwamba kwa sababu hiyo hayo mataifa wanatafuta, Mungu anafahamu unayohitaji. Na hivyo hayo yasiwatie hofu na kuwafanya mkatoka kwa Mungu. Mungu anafahamu. Na hivyo unapotafuta maisha, tafuta na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanya biashara, amua kufanya biashara pamoja na Mungu. Unapopata hasara, amua kutafuta suluhisho kutoka kwa Mungu. Unapotaka kulinda mali zako, linda pamoja na Mungu. Usiruhusu shetani akakudanganya ukaamua kulinda na yeye. Hakuna jema analolitaka kutoka kwako ambalo analiwazia. Maana ukifanya hivyo unamkabidhi vile vitu kuwa vyake. Na hivyo hiyo talanta ambayo Mungu amekupa ili kuweza kuwahudumia wanadamu wenzako, hautofanya hivyo.
Baada yake utajihudumia mwenyewe, utakuwa binafsi. Watu wengi wanapojaribiwa na hivyo wanaacha, wanasahau ya kwamba Yesu alisema hivyo. Na ndio maana, kwa sababu gani tunakuwa tukikamatwa na hayo mambo, ni rahisi sana kutoka kwa Yesu, kwa sababu hatumkabidhi mizigo. Hatukabidhi mizigo. Na ndio maana Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7, Yesu akasema Petro mtume akasema maneno haya ya kwamba huku tukimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna udhuru watu wa Mungu. Huyu Mungu Biblia inasema anashughulika sana na mambo gani? Mambo yetu. Yaani hiyo ndio kazi anayoifanya tu, kutuokoa na kushughulika na mambo yetu. Shida ni kwamba kwa nini haya mambo yanapokuwa yametupata majaribu kuhusu shughuli za dunia, tunaenda pale na Yesu, kwa sababu hatumtwiki mizigo. Hatutwiki mizigo. Tunaacha kupambana, tunajiweka kupambana wenyewe. Hauwezi. Maana Ibilisi anashambulia, moja kati ya mahali ambapo Ibilisi anashambulia watu wa Mungu ni kwenye habari ya uchumi. Maana anafahamu watu wa Mungu wakifanikiwa vizuri wataujenga huu ufalme kwa haraka. Kwa lazima mashambulizi yapatikane hapo. Kwa moja kati ya sehemu ambayo shetani anapeleka mashambulizi ni katika mlima wa uchumi. Maana fahamu hao watu wa Mungu hao, naona kabisa wamejitoa kumtumikia Mungu. Na hivyo hawa wakipata hizi pesa watasapoti kazi ya Mungu na itaenda. Kwa lazima ashambulie. Lakini haijarishi ameshambulia namna gani, mkabidhi Yesu. Maana anasema huku mkimtwika fadhaa zenu zote, maana yeye anashughulika na mambo yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo Yesu anatuita ya kwamba tusiruhusu shughuli za dunia zikachukua nafasi ya yeye. Haijarishi itakapokuwa majaribu, tumkabidhi yeye, maana yeye anatutegemeza. Lakini jambo la pili ambalo lilikuwa ni kama mwiba kwetu au kwa watu wote wa Mungu ni udanganyifu wa mali. Unajua upendo wa mali una nguvu ya kudanganya sana. Unajua mara nyingi wale waliobarikiwa na utajiri wa dunia huwa wanafika mahali na kusahau kuwa ni kwa nguvu na uwezo wa Mungu wamepata hivyo. Na ndio maana nikawaambia katika kitabu cha Kumbukumbu sura ya 8 mstari wa 17, Musa aliwaambia wana wa Israeli, Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 17, aliwaambia hivi, mstari wa 12 ukianzia anasema, angalia utakapokuwa umekula na kushiba. Mstari wa 11 akaanza kuambia, jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Anasema na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulichonacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Mstari wa 17 anasema, hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wangu wa mkono ndio ulionipatia utajiri huo. Kwamba udanganyifu wa mali inadanganya. Maana mali inaleta hali ya kuridhika, sufficiency, kwamba unajihisi kwamba yani mali ina tabia ya kuhakikisha ulinzi. Na kwa sababu ina tabia ya kutuhakikishia ulinzi, inaleta ile law ya kujiona kwamba kujitosheleza, kwamba kiasi kwamba mtu anafikia wakati anajiona kwamba amevipata hivi kwa sababu ya nguvu zake na uwezo wake. Na ndio maana Musa anawaambia wana wa Israeli, utakapokuwa umefanikiwa, umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri, makundi ya kondoo yameongezeka, usije ukamsahau, moyo wako ukainuka ukamsahau Mungu. Kwa chunga sana
Na jana tuliona jioni habari ya mfalme Uzia, jinsi anguko lake lilipokuwa. Anguko lake lilikuwa ni kwa sababu alipokuwa na nguvu, Biblia inasema moyo wake ukainuka akamsahau Bwana. Akafanya lile ambalo hakupaswa yeye kulifanya, kwenda kuzia uvumba katika nafasi ambayo makuhani ndio ambao walikuwa natakiwa afanye. Na tukasoma Biblia ikasema kwamba kiburi hutangulia anguko, kwamba kabla ya anguko kinaanza kiburi. Na hivyo udanganyifu wa mali ni sehemu ambayo zinawafanya watu waweze kuwa mbali na Kristo, kwa sababu badala ya hizo mali zao walizonazo kuleta shukrani kwa Mungu, zinawafanya wajivune. Badala wakiwa wamepata hizo kumshukuru Mungu, kuwa na mioyo ya shukrani, zinawafanya wajivune, kwa sababu wanaona kwamba nina fedha, kwa hiyo nina ulinzi, ninaweza kupata matibabu, naweza nikaenda India, naweza nikaenda kila aina hospitali kwenda kupata matibabu. Kwa hiyo fedha ina tabia kudanganya kwamba inahakikisha ulinzi. Na kwa sababu na sisi nature yetu ni ubinafsi umetawala, kwa hiyo inapoongezea pale, yani mtu anapata nafasi ya kujivuna badala ya kumtolea Mungu shukrani kwamba Mungu, ninakushukuru kwa sababu si kwa nguvu zangu wala uwezo wangu, bali ni kwa sababu ya wewe. Udanganyifu wa mali. Na hivyo kitu ambacho wanakifanya, wanapoteza hisia ya utegemezi kwa Mungu. Na kitu kingine ambacho kinatokea ni kwamba pia wanapoteza ile hisia ya wajibu wao kwa wanadamu. Badala ya kuiona mali kama talanta ya kuitumia kwa utukufu wa Mungu na kuinua wanadamu, wanaitumia kwa kujihudumia wao wenyewe. Badala ya kukuza sifa za Mungu ndani ya mtu, mali inakuza sifa za shetani. Mbegu ya neno inakandamizwa na miiba. Na jambo la tatu, anasa za maisha haya. Anasa za maisha haya. Unajua tunaishi kipindi ambacho burudani sasa hivi ni nyingi sana. Burudani. Na kundi ambalo lipo kwenye hatari sana ni sisi vijana. Maana kwa hakika tumekuwa katika mazingira ya wakati ambao teknolojia inapatikana kwa urahisi tofauti na hapo zamani. Oya, zamani kuja kupata TV mpaka uende kwenye nyumba ya mtu uchungulie, uangalie hivi. Yaani unachungulia. Hiyo ni zamani yangu mimi. Sijajua zamani ya nyinyi wazee. Sio hata ukwaga amsikia hapa kuna kitu kama hicho. Mko mnakisikia labda viongozi wa serikali wakija kina Nyerere kwamba kuna wazungu wanamiliki Nyerere, na wanamiliki TV. Na Nyerere na mimi ninayo moja. Ila zama zetu, zama zangu mimi kwamba unachungulia. Ila sasa hivi haina haja ya kuchungulia. Maana karibia kila nyumba inamiliki. Ndio sababu hiyo kwa nini watu kiu ya anasa inaongezeka, kwa sababu maburudisho ambayo yanapewa muda yanakuza ile hali ya kutamani kutenda hanasa. Kwamba ukienda huko kwenye nyumba zetu, na hili unajua limekuwa kwamba wazazi tunajisahau sana hapa. Ya unakuta kuna nyumba ambazo yani watoto wanajiamulia kuangalia TV wanavyotaka. Wanajiamulia kuangalia chochote, yani wanajiamulia kuangalia chochote kwa vile wanavyotaka. Na ndio maana hawa watu wa hizi decoder hizi vingamuzi ni wajanja. Kuna namna ya kuweka password kwenye channel. Ila sidhani kama kuna watu tunafanyaga hivyo, kuweka password kwenye channel. Maana kuna channel nyingine ule yani muda wote ni burudani tu, muziki tu, movie. Na katika umo hizo vitu kuna vitu ambavyo Ibilisi amevipandikiza mule kuvikuza. Moja wapo kati ya kitu ambacho kinapendwa ni season movie. Lakini katika movie una mambo matatu. Jambo la kwanza ni tunasema violence, kwa maana ile ukatili. Yaani uwezo kukuta movie nyingi hazina ukatili. Kupigana. Na ndio maana kuna juzi hapo niliona taarifa moja, miradi hayo, kuna dogo mmoja mdogo kabisa alijinyonga. Na sababu ilivyokwenda kuchunguza kwa nini alijinyonga ni kwa sababu mama yake alisema kwamba huwa anapenda kuangalia movie za kipigo. Kwa sasa nadhani aliona Sterling alinyonga labda kwenye movie fulani, alafu akajinasua. Maana ma Sterling si hawafi.
Sterling akifa watu watairadi sana hiyo movie. Lazima Sterling aonekane shujaa. Kwa hiyo unakuta Sterling aonekana amekufa lakini baadaye akaamka tena. Tuliopita kwenye hizo tunajua. Kwa hiyo yule mtoto kwa sababu gani alijinyonga? Kwa sababu alikuwa anapenda kutazama movie. Inaonekana kuna wakati aliona kwamba labda huyo Sterling aliweza kutoka katika, labda alinyongwa hivi lakini akaja akajifungua. Kwa hiyo yeye akazania kwamba na mimi sasa nitafanyeje? Nitaweza. Alipojaribu hakurudi tena. Na kitu kingine ambacho movie inakuza ni umizimu. Watu waliokufa wanaishi. Unaona mizimu, sijui mtu amekufa afu anaanza kusumbua familia. Wote ni umizimu, hakuna kitu kama hicho. Tunafahamu kabisa Biblia haisemi kitu kama hicho. Walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui nini? Neno lolote. Lakini nenda uone kwenye movie. Vitu vinavyokuza ni hivyo, umizimu. Tunaita spiritualism, umizimu humo. Yaani ndo movie zimu, umizimu tu kwamba sijui amekufa anaanza kuwasumbua ni nini. Sasa unadhani hawa watoto hata kama ni Waadventista, unadhani wakikutana na tatizo hivi, unadhani kwa sababu wamekuwa wakijiexpose kwenye hizo movie, unadhani wakati wao wa kujaribiwa hivi, unadhani atakuwa na majaribu mangapi? Na mawili. Kuna sauti moja inamwambia nenda kwa mganga, nyingine inamwambia nenda kwa Mungu. Hili inategemea sasa yeye amejijenga kwenye sehemu ipi zaidi. Kama na kuangalia movie mpaka ukubwa wake, ataenda kwa waganga. Atasahau kabisa kwamba waganga hawana msaada wote pasipo kufungamanishwa tu na roho na mapepo. Lakini ataenda kule. Na inatokea kuna watu wa Adventista wanaenda kwa waganga. Yaani kawaida kuna watu wanatumia bado uchawi, wanazindika biashara zao. Na bado wanaliita jina la huyu Mungu. Lakini kitu cha tatu, movies kinachokuza ni ngono. Yaani ute movie haina mambo ya ngono. Kwa hiyo anasa zinakuja kwa sababu hiyo. Na kwa sababu hizi anasa zinaenda kukua kama miba, zinazuia mbegu ya ukweli. Na ndio maana unakuta sasa ni vigumu sana kukuta vijana wakiwa na ile shauku ya mambo ya kidini. Kwa nini unadhani vijana hatuna hiyo shauku? Kwa sababu maburudisho yamechukua nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Na wazazi hatuko uangalifu katika hilo. Yaani tunaona kwamba labda ili watoto wafurahi ni kuwaacha kuangalia sana hayo. Mungu huyu aliyetuma ndiye anajua furaha yetu inakamilishwa na nini. Kama angejua hivi vitu maburudisho yanatupa furaha, angeruhusu tufurahie. Lakini Biblia inasema utajifurahisha kwa Bwana naye atakupa haja za moyo wako. Kwamba tutafute watoto wetu, tuwatoe huko mapema kabla miiba hiyo haijawa migumu kiasi cha kuondoa. Lakini jambo lingine analolisema Yesu ni kwamba jambo moja ambalo inabidi tuelewe ni kwamba tumeona ya kwamba matokeo yanategemea aina ya udongo, si ni kweli? Matokeo yanategemea aina ya udongo. Hii inamaanisha kwamba ikiwa neno la Mungu limeshindwa kufanya kazi ndani yetu, shida haipo kwenye neno la Mungu, shida ipo kwetu. Maana mpanzi si ni yule yule, alafu mbegu si ni ile ile. Mbegu iliyoleta kuzaa 30-80 si ndio ile ile ambayo hiyo mbegu ilianguka njiani, ikaanguka kwenye mwamba, ikaanguka kwenye miba, si ni hiyo hiyo? Haijatofautiana. Kwa kumbe hii inaonyesha kwamba kama neno la Mungu lisipoleta matokeo ndani yetu, shida haipo kwenye neno la Mungu, shida ipo kwetu sisi wanadamu. Na hivyo ni lazima tujiweke katika mazingira ambayo neno la Mungu litafanya kazi na kutimiza makusudi ambayo Mungu amelipanga kwa ajili ya hiyo neno. Lazima tujiweke katika mazingira.
Na ndio maana sasa udongo mzuri katika Mathayo, sasa tunapomalizia udongo mzuri, Mathayo sura ya 4, sura ya 13. Sura ya 13 mstari wa 23. Biblia inasema naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyu ndiye alisikia lile neno na kuelewa nalo. Alafu anasema yeye ndiye azae matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Ukisoma mahali pengine, kuna nilipenda injili fulani iliweka kidogo namna fulani hivi. Yaani injili ya kama sasa ni Marko sijui Luka sura ya 8. Iliweka namna fulani hivi nzuri. Luka sura ya 8 mstari wa Yesu wa 15. Anasema na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na uwema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Hapa ameweka neno kwamba hawa ambao mbegu hii imeanguka kwenye udongo mzuri, hawa Kristo ni wale wa Kristo ambao anasema ndio wale ambao kwa unyofu na uwema wa mioyo yao. Sasa hapa kuna shida. Huu wema wa mioyo yao unatoka wapi? Hawa sio wema. Hawa nao ni kama wale wengine, ila hawa ni wale ambao wanachukulia serious neno la Mungu, na kwa furaha wanaliruhusu neno la Mungu liweze kufanya kazi. Wanaliruhusu, wanafungua. Kama neno la Mungu litakutana na tabia zilizorithiwa au tabia zile ambazo zimetengenezwa katika maisha, wanaliruhusu neno la Mungu liwakosoe. Wako tayari kukubali hatia zile ambazo wanazipata kwa sababu ya hilo neno kuwachoma, na wanapopata hizo hatia wanarudi katika toba na kulia kwamba Mungu naomba unisaidie, Mungu naomba niwezeshe. Kwa hiyo hawa sio kwamba ni wema, maana Yesu, Biblia hapa Yesu anapanda mbegu ya Injili, mbegu ya kweli. Na Yesu hakuja kwa watu ambao ni wema, bali alikuja kwa watu gani? Waovu. Kwa hiyo hawa sio kwamba labda wana advantage fulani, kwamba kumbe kuna wanadamu wengine ambao wenyewe wana uwema mioyoni mwao kiasi kwamba neno la Mungu linakuwa rahisi sana kukua. Hapana. Ni kwamba hawa ambao ni wanyofu, hawa ambao wamepandwa kwenye udongo mzuri, ni wale ambao wanakubali msukumo wa Roho Mtakatifu, wanakiri hatia zao na wanatambua haja yao ya rehema na upendo wa Mungu. Alafu wana hamu ya kweli ya kujua ukweli ili wautii. Hamu yao ni kujua ukweli ili wafanyeje? Wautii. Hiyo ndio hamu walionayo. Lakini pia ni moyo wenye imani unaoamini neno la Mungu, lakini pia hupokea neno si kama neno la mwanadamu, bali kama lilivyo kweli neno la Mungu. Kwa hiyo wanaposikia neno wanatetemeka, wananyenyekezwa na kusema hivyo ndivyo asemavyo Bwana. Kwa hiyo hawaanzi kujadili wasema hizo labda ni theory au ni nadharia za mhubiri tu. Wanalipokea neno kwa unyenyekevu, na kwa sababu hiyo neno linaenda kufanya kazi ile ambayo imekusudia. Na hawa anasema hawa wanapokuwa wakilisikia neno, wanarisoma, wanasikia neno lakini wana muda pia wa kusoma, na wanaposoma wanasoma neno kwa maombi, na hivyo shauku ya utakatifu inaamshwa zaidi kila siku. Wanapokuwa wanafanya hivyo, wanahakikisha kwamba wanapata muda na Mungu. Na Biblia inasema hivi ya kwamba hawa ni wale ambao, anasema kwamba hawa ni wale ambao wanazaa matunda kwa kuvumilia, ya kwamba haijalishi kwamba kuna jambo fulani limekuja, imetokea dhiki au uzia kwa sababu ya hilo neno, kwamba imetokea chuki, imetokea mateso, au imetokea kukataliwa kwa sababu ya kupokea neno la Mungu. Hawa wanavumilia, wanaona, wanatambua na kusema kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu.
Kwa ni watu wanaotamka hivyo kwamba haijalishi hili neno litaletaje mitafaruko ndani ya watu ambao wananizunguka, haijalishi litanifanya mimi kiasi gani kuchukiwa, lakini kwa sababu ya neno imenipasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kwa hiyo wanaweka neno juu ya kitu chochote ambacho wanakifahamu. Wanaweka neno juu ya mila zao. Hawa watu hawashikilii na kung'ania mila zao ambazo zinapingana na neno la Mungu. Sio watu wa mila hawa. Hawa ni watu wa neno la Mungu, watu wa Mungu. Sio watu wa mila. Unajua kuna Wakristo yani ni watu wa mila, yani wanajulikana ni watu wa mila, yani zile mila za kwao bado wanakuja nazo na bado wameendelea kuzishikilia. Lakini hawa si mila, si chochote ambacho kinakaa juu ya neno. Wanazaa kwa kuvumilia, kwamba na wenyewe wanapitia mateso yale ambayo tuliona yule ambaye wale ambao wamepandwa kwenye miamba, udhia na ziki wanapitia, lakini wanamtumainia huyu Yesu. Na hivyo watu wa Mungu siku ya leo anatuita kufahamu ya kwamba ikiwa neno la Mungu halitoleta matokeo yote katika maisha yetu, shida haiko kwenye neno la Mungu, ila shida iko kwetu. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba shida huwa siku zote haipo kwa Mungu. Shida ipo kwenye mioyo yetu sisi wapokeaji wa neno. Hatulitilii maanani wala hatulipokee neno kwa uzito wake kama sauti ya Mungu. Aturuhusu neno litulekebishe. Aturuhusu neno litukosoe na kutujenga. Aturuhusu neno lituvunje. Lakini Mungu anaonyesha kwamba wale wote ambao watakaofanya hivyo wataona matokeo. Na hivyo Mungu atusaidie, atuandae kuwa watu ambao ni wale ambao mbegu ya neno la Mungu inapokuja inakuta mioyo yetu inasema, sema Bwana, maana mtumishi wako anasikia. Tuwe watu wa hivyo, wa kutetemeka neno la Mungu linapokuwa likitamkwa, na tunapokuwa tukisoma kwa maombi, tafakari. Kuna udhaifu fulani, mwambie Mungu akusaidie, maana ahadi zake ni za hakika. Majaribu yapo, lakini ushindi ni hakika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ikiwa ni shauku yako kwamba Bwana, naomba nitengeneze, nifanye kuwa miongoni mwa wale ambao ni watu ambao mioyo yao ni udongo mzuri, uko tayari kwa ajili ya mbegu ya uzima wa milele. Ikiwa ni shauku yako, simama pamoja nami katika wimbo namba 152. Karibu na wewe Mungu wangu, karibu zaidi Bwana wangu, siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi Mungu wangu. Mimi nasafiri duniani pa kupumzika sipaoni, nilalapo niwe karibu na wewe, karibu
wangu, yote unipayo yanivuta, pakukaribia nitapata. Nani elekezwe karibu na wewe, karibu zaidi Mungu wangu. Sogea mbele tuombe. Na kwa nguvu zangu nikusifu, mwamba uwe maji ya wokovu, mashakani niwe karibu na wewe, karibu zaidi Mungu wangu. Na nyumbani mwa juu Baba yangu, nikinyakuliwa toka huko, kwa furaha niwe pamoja na wewe, karibu zaidi Mungu wangu. Tutaenda kuomba. Tutaomba kwa ajili ya shughuli zetu za dunia za kila siku, mahali ambapo shetani anapashambulia hizo kanisa. Tutaomba kwa ajili ya shughuli za watu wa Mungu za uchumi. Mungu awasaidie kufahamu ya kwamba anayewapa nguvu za kufanikiwa ni yeye, na watakapofanikiwa wasije wakaruhusu mioyo yao ikajiinua. Lakini pia Mungu awasaidie mahali ambapo ibilisi alikuwa ameweka nafasi yake, Mungu akaiondoe kwa jina la Yesu. Mahali udanganyifu ambao ibilisi alikuwa ameufanya, Mungu akauondoe. Mahali ambapo mipango ilikuwa imefeli, Mungu akawasaidia kwa mipango mingine ipate kibali mbele ya macho yake. Lakini tutaenda kuomba kwa ajili ya familia zetu, watoto wetu, vijana tulionao. Mungu asaidie wanapokuwa wakitafuta maburudisho, wakafahamu ya kwamba kuburudika harisi na kwa kweli kunatoka kwa Mungu. Na hivyo Mungu akasaidie familia zetu hizi ziweze kuchunga na kuangalia vile ambavyo watoto wetu wanaangalia. Tuweke na mazingira ambayo hayawafanyi kuvutiwa zaidi katika ulimwengu, bali yanawafanya wavutiwe zaidi na mambo ya Mungu. Maana kila siku hiyo hali inaendelea kushuka. Mungu akaamsha, na inawezekana. Maana tukiona Mungu akibadilisha maisha ya watu, inawezekana. Lakini tutaomba kwa ajili ya Mungu atusaidie kuwa na nafasi na muda na yeye wa maombi binafsi katika familia, lakini pia kuwa na nafasi ya kusoma neno lake. Mungu atusaidie, amshe shauku hiyo. Hata mafungu machache, hata kuomba kwa dakika chache inatosha kuamsha hamasa zaidi ya kuomba tena hapo baadaye. Karibu mzee wa kanisa. Basi tupige magoti tuombe.
Baba, asante kwa kuwa sisi ni watoto wako na wewe ni baba yetu. Na Kristo, tumekujia kwa imani tukiamini kabisa unatusikia Bwana wetu. Asante Bwana kwa ajili ya wakati huu ambao umetupatia kuweza kusikiliza neno lako. Na Bwana, nimeitwa kwa ajili ya kuomba kwa mambo machache, lakini Bwana, ninakusihi kwa ujumbe huu uliosikika jioni ya leo, utuhurumie sote. Binafsi nimetafakari maisha yangu, wenzangu pia wametafakari maisha yao. Bwana, tukiyapima kwa neno lililosikika jioni ya leo, tumeonekana tumepungua. Tuinue tena Bwana kwa ujumbe wako. Ujumbe huu haujasikika kwa ajili ya kutusuta, kutuangamiza au kutuonyesha kwamba tuna tabia mbaya na likatuacha peke yake. Hapana. Ujumbe huu Bwana, licha ya kuchoma mioyo yetu, licha Bwana ya kujisikia vibaya, lakini Bwana, huo ni mchakato wa wokovu. Tusaidie tudumu, tubaki miguuni pako. Lakini Bwana, ninakusihi sasa, kwa kuwa ujumbe wako umewatuma watoto wako kuleta, na shughuli za maisha zimeonekana kuwa adui kwa kukubali na kulitii neno lako. Baba, ninakusihi, ulitupatia kazi, umetupatia kazi kwa kusudi maalumu, kupata pesa kwa ajili ya majukumu yetu ya kila siku, lakini kwa ajili ya kazi yako. Uwezo na ujuzi wa kufanya kazi ni wewe ndiye uliyetupatia. Hebu Mungu tusaidie, kila mmoja tuliyepiga magoti hapa, haijalishi ni kazi ndogo tulio nayo au ni kazi kubwa, tutambue ya kwamba kazi hiyo ni wewe uliotupatia. Na kwa kuwa ni wewe uliotupatia Bwana, tusaidie tufanye kazi kwa akili, tusaidie tufanye kazi kwa unyenyekevu, tusaidie tufanye kazi kwa bidii. Mafanikio yanapotokea katika kazi Bwana, tusijiinue na kujisifu, tukurudishie sifa, utukufu, heshima na shukurani. Baba, ikiwa tulijiinua kwa sababu ya kazi zetu, ikiwa tulijiinua kwa sababu ya faida tunayoipata katika kazi, ikiwa tulijiinua kwa sababu ya mali Kristo, na bado tuko hai, ni kwa sababu ya rehema na huruma zako. Jioni ya leo Bwana, tunakujia kwa imani, uturehemu na kutusamehe. Shusha viburi vyetu Bwana, shusha kiburi kwa kila mmoja. Ikiwa tulijisifia kwa ajili ya mali, ikiwa tulijisifia kwa ajili ya fedha, ikiwa tulijisifia kwa ajili ya chochote Bwana, jioni ya leo tunyenyekeze miguuni pako. Lakini Bwana, nakusihi, adui wa pili ni anasa. Maburudisho yameonekana kufurahiwa na kupendwa na wengi, hasa kundi la vijana, kundi la watoto, hata watu wazima. Watu wote wanajaribika katika anasa. Bwana, wakati mwingine watoto wako wanajitahidi kuachana na anasa hizo, mazoea hayo ambayo tayari wameyatengeneza na kuyajenga, lakini wanashindwa. Jioni ya leo Bwana, nakusihi, ikiwa yupo ambaye anasumbuliwa na kuteswa na anasa, maburudisho ambayo hayakupendezi wewe, ambayo yanatuvuta kutoka kwako na kutazamia ulimwengu zaidi, Bwana, tunakusihi, ni nguvu yako pekee iwezayo kutuokoa na kututenga na anasa na maburudisho hayo. Tafadhali Kristo, shusha nguvu yako ndani yetu, tujitenge na mambo ya ulimwengu. Baba, okoa kila mmoja kati yetu. Ikiwa kuna dhambi yoyote ambayo Bwana imetuteka kiasi kwamba hata hatuna hamu ya kuomba, hatuna hamu ya kusoma neno lako, hatuna hamu ya kufanya kazi yako, hatuna hamu ya kukutumikia, hatuna hamu ya kujitoa kwako, jioni ya leo Bwana, ingilia kati kwa nguvu na kwa uweza wako, tutenge na dunia maana tumekukimbilia, na Bwana utukumbatie siku zote
tukae katika upande wako. Lakini Bwana, nakusihi kwa namna ya pekee, umetupatia kazi, tubariki katika kazi, zilinde kazi zetu, adui asipate nafasi katika kazi, na ikiwa Bwana alijipenyeza, umuondoe kwa mamlaka yako. Bariki kazi zetu, zilinde kazi zetu, zihifadhi kazi zetu. Tusaidie Bwana, tuzipende na kuzijali kazi zetu. Katika kazi tulizo nazo Bwana, tusaidie tuitegemeze na kazi yako pia. Katika kazi tulizo nazo tusaidie kukamilisha mipango na malengo tulio nayo. Katika kazi tulizo nazo Bwana,